Hii ndiyo tiba itakayokusaidia kutokomeza kabisa ugonjwa wa kisukari pamoja na changamoto zake, ili uweze kuwa huru pasipokuwa na utegemezi wa dawa, pasipo kuendelea kumanage huu ugonjwa na kuwa kwenye hatari ya madhara makubwa yanayoogopesha kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Inawezekana wewe changamoto yako ni ganzi kali, viungo vinauma, mwili unachoka sana, unaishiwa nguvu, unakosa hamu ya tendo la ndoa, ni uoni hafifu, ni upungufu wa nguvu za kiume, ni mvurugiko wa homoni unaokupelekea unakosa hata uwezo wa kuconceive, kupata ujauzito. Changamoto zote za ugonjwa wa kisukari zinazojulikana. Inawezekana wewe bado haujapata changamoto nyingi ama hauna kabisa, lakini kumbuka, ukishagundulika na ugonjwa wa kisukari unakuwa kwenye safari ya uharibifu wa kimya kimya. Kwa changamoto zingine hazitaonekana leo, lakini baadaye zinaweza kuonekana ghafla, ukawa katika hatua mbaya ukasema shida ni nini, kumbe tu ni huu ugonjwa ambao huwa una uharibifu unaoendelea kimya kimya kwenye mwili wako. Okay? Sasa naomba nisikilize vizuri. Hii program ukiizingatia na isikusaidie, nitakurudishia mpaka pesa za usumbufu. Kwa nini? Kwa sababu nina uhakika imeleta matokeo makubwa kwa watu wengi, na watu wengi ambao wanaitekeleza programu hii wanaleta shuhuda za mafanikio kwa sababu tu wamezingatia mfumo sahihi wa kupona ugonjwa huu. Okay? Sasa katika video hii nitakwambia mambo mawili. Cha kwanza, kosa ambalo wengi mnalifanya, inawezekana hata wewe unalifanya ndio maana mpaka leo bado unahangaika na huu ugonjwa, lakini pia nitakwambia njia sahihi ya kufanya ili usifanye hilo kosa na tatizo hili liweze kuondoka. Kwa kupitia video hii, na mwisho wa siku nitakwambia utaratibu sasa wa kuweza kuchukua hatua ili na wewe uingie kwenye safari ya kuaga kabisa ugonjwa wa kisukari. Naamini utaniletea shuhuda za mafanikio kama kweli wewe uko ni mtu serious na umechoshwa na ugonjwa wa kisukari. Kabla sijaendelea, naomba nifahamu kwa ufupi kwa nini uyape uzito maneno yangu. Jina langu naitwa Samuel Charles, mimi ni mtaalamu wa tiba asili. Napatikana Dar es Salaam, na kwa zaidi ya miaka 4 nimesaidia watu wengi sana kuweza kutokomeza tatizo lao kwa njia asilia kupitia vyakula na mimea tiba ambayo hata wewe unaweza kujiandalia nyumbani, lakini kupitia mfumo mzuri wa lishe tatizo hili likaondoka, sio kupoza, kuliondosha kabisa na usiwe tegemezi wa dawa ama kuendelea kuhangaika na hizo changamoto. Na bahati nzuri au mbaya, mimi si mtu ambaye nakwambia ukafanya hiki na hiki. Mimi pia ninachokwambia ninakiishi kwa zaidi ya 90%, japo sina kisukari, lakini kwenye familia yetu sisi tuna tatizo la kisukari. Ina maana kwamba kupitia uzoefu huo pia imenifanya niwekeze nguvu kubwa sana kujifunza, kwa sababu nimeona namna ambavyo bibi yangu kizaa mama aliweza kupoteza mguu kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari. Baadhi ya ndugu zangu wamepata ugonjwa wa kisukari. Sasa iliniwia ugumu kuona mbona watu wengi wanaopata ugonjwa huu wanatumia madawa sana, wanatumia nguvu nyingi sana. Hata mimi kupitia tafiti zangu, wengi waliokuwa kutumia virutubisho na dawa zetu, mbona huwa hawaponi, huwa wanazunguka pale pale. Kwa hiyo nikaenda extra mile, nikagundua ziko dawa nzuri sana zinazosaidia wagonjwa wa kisukari, lakini kusema na ukweli, kuna formula kama haizingatiwi, hata ungepata kirutubisho cha wapi, ungepata mitishamba ya wapi, huu ugonjwa utaishia kuupoza tu kwenye upande wa zile athari, sukari shuke, ganzi zipungue, lakini baadaye utarudi pale pale. Niamini mimi, utarudi pale pale. Sasa leo nataka nikwambie hilo kosa ambalo pengine bibi yangu angelijua mapema, licha ya kwamba naye anajua dawa nyingi sana, angeweza kujikomboa mapema, asingefika kwenye uharibifu. Inawezekana na wewe umepata dawa nzuri sana, lakini unarudi kwenye shida kwa sababu hii kodi hauizingatii. Okay? Kosa namba 1 ni kwamba wengi hamponi ugonjwa wa kisukari kwa sababu mnafanya kitu kinaitwa management. Management ni kulea ugonjwa wa kisukari. Mnafanya diabetes management. Inawezekana una manage kwa dawa za hospitali, inawezekana una manage kwa dawa za asili, inawezekana una manage kwa virutubisho, inawezekana una manage kwa kujaribu kupunguza vyakula ambavyo unafikiri ndio vinawanga, lakini bado upo kwenye mfumo wa maisha unaolea kiini cha ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari una kitu kinaitwa root cause. Una kiini cha tatizo, alafu una upande wa athari. Athari zinaonekana, ganzi zinakusumbua, unakosa hamu ya tendo la ndoa, ni rahisi kupambana kuziondoa. Unapata shida ya sukari iko juu, ni rahisi kutafuta dawa ya kuishusha. Sasa juhudi zote za kuondosha hizo athari zinazokera tunasema ni management.
kama hazitaenda kwenye kuondoa kiini cha ugonjwa. Kwa hiyo watu wengi mnatafuta dawa za kupunguza athari, za kushusha viwango vya sukari, na ndio maana mkipata nafuu kwa vile bado haujajua hii kodi vizuri, bado huwa tatizo linarudi. Sukari kishuka haimaanishi umepona, umepunguza athari, baadaye zitarudi tena. Na ndio watu wengi wanafanya hicho kitu. Anatumia dawa, anasema mimi kuna dawa zinanisaidiaga, lakini mfumo wake wa maisha, hasa kule jikoni, kila siku anaulisha huu usugu, huu upinzani wa insulin. Wengi mmeambiwa mna shida ya kongosho, lakini sikiliza nikwambie, usinunue dawa ya kutibu kongosho. Wewe mgonjwa wa kisukari aina ya pili, kongosho lako liko vizuri, linazalisha insulin ya kutosha, lakini tatizo lililopo ni kwamba seli zako zimetengeneza upinzani. Uwezo wa mwili wako kutumia sukari umeharibika. Kwa hiyo insulini anamwago vya kutosha, lakini ni kazi bure kwa sababu seli haziwezi kutumia glucose. Nenda ujifunze upinzani wa insulini ni nini. Wenye shida ya kongosho ni wale watoto wanaopata kisukari aina ya kwanza, ndio maana huwa wanahitaji insulini kujichoma kila siku. Wewe mpaka umefikia hata hiyo dozi ya kuchoma insulini kwa sababu zile dozi za vidonge ziligoma, wakaamua kukuchanganyia. Lakini kikawaida wewe hauna shida ya kongosho kabisa. Naomba nielewe vizuri. Kwa hiyo tunataka tupambane na kiini cha ugonjwa. Hata bibi yangu hakuweza kupona hili tatizo, akafikia madhara makubwa kwa sababu alikuwa anapambana na athari za tatizo. Athari za tatizo, kuna kipindi tatizo linakuwa ni sugu kuliko uwezo wa dawa zozote. Hapo ndipo unapata madhara ambayo hayarudishiki nyuma. Wengine wanapata upofu katika umri mdogo, wengine figo zinafeli kwa sababu hawakuweka nguvu kuondoa kiini. Waliweka nguvu kuondoa madhara. Na ndio maana dawa zote ambazo unasikia zinauzwa kuhusu ugonjwa wa kisukari, believe me, niamini mimi, haziponyi huu upinzani. Zinaondoa haya madhara. Wewe ni shuhuda, umetumia dawa nyingi, unapata nafuu, lakini baadaye tatizo linarudi pale pale. Ni kwa sababu haujaweka nguvu kuondoa hichi kiini cha ugonjwa. Kwa hiyo point yangu ya kwanza nimekwambia kosa ni nini? Kosa ni wengi mnafanya management kwa kuweka nguvu kubwa kuondoa madhara. Hata sukari kishuka, baadaye itapanda. Hata ganzi zikiondoka, baadaye zitarudi. Hata nguvu za kiume ukipata ukaperform wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, baadaye zinaweza zikaharibika na pengine ukafikia level ambayo huwezi kufanya hata kwa maisha yako yote, kwa sababu uharibifu unaendelea, maana hujaondoa kiini cha ugonjwa. Bwawa lina maambukizi, wewe unatibu samaki badala ya kutibu maji. Huwezi kutoboa. Samaki wakirudi humo wataugua tena na tena, na hilo ndio kosa kubwa ambalo kusema na kweli tukilielewa tutaokoa watu wengi sana. Na hiyo ndio movement ambayo mimi nataka wale watakaonielewa waweze kujoin, tuweze kuondosha kiini cha ugonjwa. Tusipambane na madhara. Hiyo ni level ndogo sana ya kudili na ugonjwa serious kama kisukari. Kama umenielewa vizuri, kunywa maji, halafu tuende kwenye suluhisho sasa. Suluhisho lenyewe tunatakiwa tuondoe hii root cause ambayo inaitwa upinzani wa insulin, insulin resistance. Nataka nitumie lugha rahisi kuweza kuelewa maana ya insulin resistance. Tuachane na haya madhara. Haya huwa hayaishi. Mengine unayaona, mengine huyaoni, lakini yapo yanajitengeneza. Twende huko kwenye insulin resistance. Tunaiondoa vipi? Kwanza, insulin resistance ni nini? Huwezi kumpiga adui ambaye humjui. Upinzani wa insulini ni kitendo cha seli za mwili kupoteza uwezo wa kutumia sukari. Tukisema sukari ni hako ka ugali unakokula pamoja na mboga nyingi, ni hiyo mkate wa brown unaoitumia, ni hiyo viazi, ni hiyo ugali sijui unaloweka mahindi, vyakula ambavyo unaamini umepunguza, unafanya diet, lakini kusema na ukweli umejaribu tu kupunguza makali, lakini bado mfumo wako wa lishe unajenga ugonjwa kila siku. Hivyo ndivyo hata bibi yangu alifanya. Hivyo ndivyo watu wengi mnafanya. Wengine wameshapata madhara makubwa tayari, lakini hutaki kufika mahali pabaya. Lakini kosa unalolifanya ni kuendelea kujenga huu upinzani kwa kutumia vyakula ambavyo bado mwili wako hauna uwezo wa kuvitumia. Kwa hiyo upinzani wa insulin ni kwamba seli zako zimetengeneza upinzani wa kutumia glucose, zinataka mfumo mpya wa lishe complete kwanza ili tuweze kukarabati. Mguu umevunjika, kabla mfupa hujaunga, ukiendelea kukanyagia huo mguu, kuna matumaini ya kupona? Maana kila siku unautonesha. Sasa kwa mfumo wa lishe unaoufanya wewe mgonjwa wa kisukari, asilimia kubwa ni kila siku unajitonesha, kila siku unajenga usugu wa ugonjwa. Na ndio maana nafuu unaipata kwenye athari, na kuna kipindi athari zinakuwa kubwa kuliko uwezo wa dawa yoyote, kwa sababu kila siku mfumo wako unatengeneza usugu wa ugonjwa. Hili ndio kosa ambalo ukiliacha
na kuambia ugonjwa unaondoka. Kwa hiyo mapambano yasiishie kwenye athari za ugonjwa wa kisukari, kwa sababu hako kama mchezo utakafanya maisha yote. Ndio maana kuna watu wanatumia dawa za mitishamba lakini wanaishia kufeli figo, wanaishia kupoteza viungo vyao. Kuna watu wanatumia dawa za virutubisho, kuna watu wanatumia dawa za hospitali, wanaishia kutoka kwenye dozi ndogo kwenda kwenye dozi kubwa, kwa sababu wanaendelea kulea ugonjwa kwa kupambana na athari. Sukari ishuke, anajisikia vizuri, ganzi ziondoke, angalau anajiona yuko vizuri. Lakini upinzani wa insulini hauondolewi. Mfumo wake wa lishe kila siku unajenga ugonjwa. Inawezekana bibi yangu angelijua hili, asingefikia hatua mbaya ya kupoteza kiungo chake, mguu wake wa thamani, kwa sababu ugonjwa ulikuwa unamtafuna mdogo mdogo. Ingawa ni story nyingine, yeye alichelewa sana kugundua ugonjwa wa kisukari, ulikuwa tayari umeshamtafuna vibaya sana, ina kwamba ilikuwa ni too late. Ndio maana hakuwa na namna zaidi ya kufikia kwenye hayo madhara. Sasa nataka nikurahisishie mchakato. Nenda ujifunze kuhusiana na upinzani wa insulin. Nenda ujifunze kuhusiana na namna ya kuondoa upinzani wa insulin. Hapo ndipo kwenye suluhisho. Yaani kabla ya vyovyote vile nitakwambia jinsi ya kufanya na nitakupa program na kukusimamia kwa ukaribu, lakini nakupa fursa ya wewe mwenyewe kwenda kujielimisha, kwa sababu usiwe muhanga. Mimi sipendi kukutana na mgonjwa kisukari anakuambia siku hizi mnatuchanganya, mmekuwa wengi, mambo yako ni mengi. Ni kwa sababu wewe una mgonjwa wa kisukari, wewe ndio utakayeumia, wewe ndio utakayepata madhara. Jielimishe, umekaa na ugonjwa muda mrefu sana. Kila mtu anakuja na dawa, kila mtu anakuja na kirutubisho hiki, lakini mwisho wa siku hawakusaidii kwenye level ya chanzo. Kwa hiyo inawezekana wakawa na dawa nzuri sana. Hata mimi ni mtaalamu wa mimea tiba, nina virutubisho naweza nakutengenezea mmea tiba ambao ukiutumia, yaani usipokaa vizuri, sukari inaweza kashuka na ikashuka tena, ukawa hata hatarini. Lakini hakuna magic, inaweza kukutengenezea anti-inflammatory product za asili ambazo zinaweza zikaondoa ganzi. Lakini kama hujabadilisha mfumo, hata ukipata hayo matokeo, sukari ikashuka, changamoto zikaondoka, my friend, baadaye tatizo litarudi. Kwa sababu hujaondoa kiini cha ugonjwa. Kwa hiyo pamoja na ujuzi wangu, ndio maana nikasema inabidi sasa mimi niweze kufocus kuwasaidia watu kwenye hii chanzo. Maana walichokikosa watu wengi sio dawa, ni chanzo. Hawakishughulikii, wanaendelea na mfumo unaolea ugonjwa. Cha kwanza, unyime mwili supply ya glucose. Glucose isiwe chanzo kikuu cha nishati. Glucose ndio hiyo kwenye ugali wa mtama, sijui ugali wa dona, sijui mkate wa brown, sijui unga wa ata, viazi, magimbi. Hiyo glucose unayoipata, ndizi huyo unayoipata kwenye mlo wako, ndio inaenda kujenga ugonjwa kila siku. Huu upinzani wa insulin, ili tuweze kutokomeza, yani adui lazima umnyime chakula afe na njaa. Kwa kama una insulin resistance, na kwenye insulin resistance mwili unagoma kutumia glucose, usiingize glucose. Ukiacha supply ya glucose, mwili ukapata chanzo kingine cha nguvu. Mwili ukichakata vyakula hivyo haupati sukari, unapata energy, lakini energy hiyo haipandishi sukari. Ina maana mwili wako utaanza kupoa. Tatizo litaanza kuondoka taratibu, na itafikia sehemu sukari itakaa vizuri bila uhitaji wa dawa. Mwili ni ukiupa mazingira kujikarabati, mwili unakaa vizuri. Huhitaji dawa kwa kila magonjwa. Magonjwa kama kisukari, dawa zinafanya vizuri kwenye level ya athari, lakini kwenye kiini kama hujabadilisha, my friend, utalea ugonjwa wa kisukari na hautakwepa madhara mabaya ya ugonjwa, kwa sababu kadri siku zinavyoenda ugonjwa unaharibu viungo vyako, ni kuanzia unyayoni mpaka utosini, unaharibu kila kitu. Kwa hiyo sisi tunachokifanya sasa ni kukusaidia ni vyakula gani ule, vyakula gani usile, namna ya kuandaa mlo wa asubuhi, mchana na jioni, ili uweze kushiba na kupata nguvu pasipo kupandisha sukari. Njia asilia ambazo unaweza kuzitumia. Kuna njia zingine za ziada sijazitaja, mfano mfungo tiba. Kuna namna ukishaanza kupata matokeo mazuri, huwa tunawaingiza kwenye program za fasting. Ndio maana ukitaka kusaidiwa na mimi, nitakushauri ujiunga na program zangu, ambapo nitakupa mwongozo. Unaweza kausoma, tutakutumia kwenye simu yako, unaweza kausoma tu kama soft copy, ama ukaprint. Inakuelekeza vyakula gani ule, vyakula gani ule usile, namna ya kuandaa mlo asubuhi, mchana, jioni, na kuwekea orodha yote na hiyo meal plan, pamoja na kukuelekeza aina ya mimea tiba
ambayo hata wewe unaweza kaandaa. Inapatikana duniani kote, mjini na vijijini, ambayo itakusaidia kupunguza hizo athari. Wakati huo unaweka nguvu kuondoa insulin resistance kwa kubadilisha mfumo wa lishe ili upige chanzo pamoja na madhara yake. Kuna garanti kubwa ya kuwa vizuri na ukawa huru bila utegemezi wa dawa zozote wala changamoto zozote. Tuna shuhuda za watu wengi na tuna grupu la watu ambao tuna coach wengi sana wanaposti vyakula vyao, sukari zao, na ndani kuna watu ambao walishafikia malengo na kuna wale ambao wanaanza kama wewe. So kama unataka kusaidiwa na mimi, nitumie ujumbe kwenye hiyo namba ambayo ulinitafuta, na nitumie ujumbe wa kuomba utaratibu wa malipo. Kama namba za malipo tukutumie. Hii ni program ya kulipia. Ni program ya kulipia ambapo thamani yake ni zaidi ya 200,000, lakini bei ya kila siku ambayo tumekuwa tukitoa ni shilingi 100,000 tu. Tumekuwa tukiofa kwa shilingi 100,000 tu. Yani sio tu kukupa mwongozo, ni kusimamiwa kwa ukaribu. Consultation, kukaa na mimi kwa lisaa, huwa ninacharge shilingi 50,000, lakini utapata hiyo program ambayo huwa ninakaa na watu wanalipia shilingi 50,000 kuzungumza na mimi, kupata huo ushauri wa jinsi ya kutokomeza ugonjwa wa kisukari, pamoja na hizo coaching wewe utazipata bure kwa huo mwaka mzima, yani mpaka utakapofikia malengo. Na hii program sisi ukijiunga, tunashauri angalau ujipe challenge ya siku 90. Ndani ya siku 90 kuna uwezekano uko umefikia malengo, uhitaji dawa, changamoto zote kwisha, au kutegemea na usugu wa tatizo ukawa labda umefikia malengo kwa 70%, 80%, 90%, ukahitaji kuongeza kipindi kingine kwa ajili ya afya yako. Lazima uwe willing kuhakikisha unakarabati mwili wako, tatizo liondoke, na utaanza kuona mafanikio au matokeo mazuri ndani ya wiki 2 za mwanzo. Niamini mimi, usipopata matokeo mazuri ndani ya mwezi wako wa kwanza, ndani ya siku 30 ukitekeleza hii program, dai pesa zako, nitakurudishia mpaka pesa za usumbufu, kwa sababu najua umehangaika, usingependa kuendelea kupoteza muda, na mimi sitaki kukupotezea muda. Nataka nikupe kitu kinachofanya kazi. Kama unaona masuala ya kulipa mimi ingependa tu nini na nini, unaweza pia ukafuatilia. Nimefundisha video mbalimbali kwenye kurasa zangu, tafuta Sam Nature, hasa kwenye mtandao wangu wa TikTok. Utakutana na video nyingi Sam Nature, utakutana na videos nyingi ambazo nimefundisha. Unaweza kujielimisha ukaenda kufanya peke yako, lakini kuna wakati unaweza kukata tamaa njiani, ukapata changamoto, ukapata shida za hapa na pale, na ndio maana tumekurahisishia. Tunakupa hiyo guide ambayo tumeiandaa, tutakutumia mpaka mifano kwa picha, na tutakuingiza kwenye grupu na utapata ufuatiliaji wa karibu. Mimi mwenyewe ambaye nakuwa busy sana, lakini nitapata muda kuzungumza na wewe pale unapopata shida, na utakuwa na msaidizi wangu kuhakikisha tuna kucoach mpaka uweze kufikia malengo. Ni kwa kiingilio cha shilingi 100,000 tu, na unaweza kupata ofa ya punguzo kama utachukua hatua leo. Kwa hiyo chukua namba hiyo ambayo tuliwasiliana, niambie nahitaji kulipia program, nitakutumia huu mwongozo. Unaweza utausoma kwenye simu yako, unaweza ka print ukapata hard copy, na utajoinishwa kwenye grupu, uendelee kuposti vyakula, uendelee kuona wenzako wanavyofanya. Kama kuna maswali tutakuwa tunayajibu. Lengo ni kukusaidia uweze kufikia malengo. Thamani ya afya yako na uhai ni kubwa sana. Usilinganishe na pesa ndogo ambayo huwezi ukalinganisha na thamani ya afya yako. Madhara ya ugonjwa ni makubwa na ni hatari. Kama utalea ugonjwa wa kisukari, unajiweka kwenye riski kubwa sana. Kwa hiyo una chaguzi mbili tu. Chukua haya niliyokuambia, kajifunze kuhusiana na upinzani wa insulin. Acha kutafuta dawa za maajabu. Acha kutafuta virutubisho vya maajabu kabla hujabadilisha huu mfumo. Hizo dawa ni muhimu na zinasaidia sana, lakini kama hujabadilisha hiki ninachokuambia, unaenda kuongeza upotevu wa pesa na pengine kulaumu tena watu wengine kwa kitu ambacho ulitakiwa ukielewe. Mwenye dhamana ya afya yako ni wewe mwenyewe. Hao wote ambao unawalaumu hawaumwi. Kwa mwisho siku anayepata madhara ni wewe. Kumbe inabidi uwe na maarifa zaidi wewe kuliko watu wengine. Anyway, sina zaidi. Naitwa Sam Nature, najali sana afya yako na natamani kuona unafanikiwa, na ndio maana nimeanzisha movement hii na kupa tu program na kukucoach. Sikupi dawa, sikupi kirutubisho chochote, kwa sababu haujakosa hivyo vitu. Umekosa hizi formula pekee. Hivyo vingine ni vitu vya ziada, unaweza kaendelea kuvitumia hivyo ama ukatumia hivi ambavyo tutakuelekeza ukajiandalia mwenyewe. Na kama kuna maswali zaidi, kuna changamoto zaidi, tuwasiliane. Lakini hiyo ndio siri ya kupona ugonjwa wa kisukari, na ndio ndani ya hiyo makala nimekwambia kosa ambalo wengi linawaponza. Acha kulea ugonjwa wa kisukari, tokomeza. Naomba tukutane moja kwa moja kwenye darasa. Yes.